zipo taarifa mbalimbali ambazo zinaenezwa kwenye mitandao ya kijamii. Wapo baadhi ya watu wanatumia vibaya mitandao ya kijamii, Mheshimiwa Spika, na kuzua taharuki. Wapo wanaosema kutakuwa na maandamano, na maandamano yenyewe sababu hazitajwi, lakini hata wale ambao wamejaribu kutaja sababu ni zile ambazo serikali imekwisha kutolea suluhisho, mojawapo likiwa la katiba mpya, ipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, na hatua mbalimbali zimekwisha kupangwa za kiserikali katika namna ya kuliendea jambo hilo. Lakini yapo maelezo mengine ambayo kimsingi yamekuwa ni ya kichochezi tu, yanafanywa na watu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hatua mbalimbali zimeendelea kuchukuliwa, Mheshimiwa Spika, kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa salama. Moja ya hatua ambazo tumeendelea kuzichukua ni kwamba jambo la ulinzi na usalama wa nchi yetu, dhamana hiyo tumepewa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mujibu wa katiba, maintaining order, peace and tranquility, kuhakikisha kuna amani, utulivu na utii wa sheria. Na jukumu hili, Mheshimiwa Spika, ambalo tumepewa, tumekwisha kuanza kufuatilia viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani kwa yoyote ambaye anapanga kuvuruga amani ya nchi hii kupitia mitandao ya kijamii au moja kwa moja katika jamii yetu. Tumeanza kufanya na kuchukua hatua juu ya maeneo ambayo yamepelekea kuleta matishio ya amani. Moja ya maeneo hayo, Mheshimiwa Spika, yamekuwa tukiyashuhudia kwenye mikusanyiko mbalimbali ya watu ambao wamekuwa kutoa taarifa zinazohusiana na kuvunja amani ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, Jeshi la Polisi Tanzania siku 3 zilizopita lilitoa tamko la juu ya hali ya usalama kuwa ni shwari, lakini litahadharisha watu ambao wamekusudia kufanya uhalifu wa kupanga au kuandaa maandamano yasiyoruhusiwa kisheria. Kwa hivyo, Mheshimiwa Spika, kupitia nafasi hii, moja ni waelekezi na kumwagiza IGP Camillus Wambura atoe maelekezo kwa ma-RPC wote nchini katika mikoa, ambayo yatashuka kwa wakuu wa polisi wilaya mpaka kwenye polisi kata, kuanza kufanya uratibu wa mipango ya kiusalama ambayo tunayo, lakini kuimarisha zaidi mipango ya kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama katika kila eneo, kuanzia ngazi ya kitongoji, kijiji mpaka kwenye kata na mitaa, katika kipindi chote cha nchi yetu, katika shughuli mbalimbali ambazo pia zinakusudiwa kufanyika. Hivi karibuni tunatarajia kuwa na ugeni mkubwa, Mheshimiwa Spika, wa katika maonyesho ya Sabasaba, ambapo tunatarajia kupata wageni kutoka nchi mbalimbali. Katika kipindi hiki ndicho ambacho kinatusaidia kujijumuisha katika kujenga uchumi wa nchi yetu. Sasa katika kipindi hiki ambacho kuna chokochoko hizi, hatutaweza kumvumilia mtu yoyote kimsingi ambaye atafanya vurugu za aina yoyote. Ni katika kipindi ambacho tunatarajia shughuli zote za kiuchumi ziendelee, na nawahakikishia wakulima kama ni shambani waendelee kwenda kufanya shughuli za kilimo, wafanyabiashara waendelee kwenda kufanya shughuli za biashara, wasafirishaji waendelee na shughuli za usafirishaji, watumishi wa serikali na watumishi kwenye maeneo mbalimbali waendelee, kwa sababu tumejipanga vizuri kuhakikisha tunadhibiti uhalifu wa aina yoyote ambao utafanywa katika nchi yetu. Lakini hivyo hivyo, Mheshimiwa Spika, kama kuna hoja za msingi, kwa sababu mpaka sasa serikali haijapata hoja yoyote ya msingi ya kwa nini watu waende kufanya vurugu au kuandamana. Kama hoja yoyote ya msingi ipo, Mheshimiwa Spika, mimi nitasimama kwa niaba ya serikali, nitazipokea hoja hizo, zifikishwe kwa Waziri wa Mambo ya Ndani, na popote kwenye mamlaka ya nchi ambapo zitahitajika kufika tutazifikisha huko. Lakini mpaka sasa, Mheshimiwa Spika, tunavyozungumza hakuna hoja yoyote ya msingi ambayo imeelezwa kwamba serikali imeshindwa kuitolea majawabu au kuchukua hatua. Kwa Mheshimiwa Spika, bado pia
katika masuala ya taarifa ambazo zimekuwa zitokea kwenye masuala ya uhalifu, tutaanza kuanzia kesho kuwahoji watu mbalimbali ambao wamekuwa waziwazi na ushahidi na vielelezo wakichochea uvunjaji wa amani katika taifa letu, kufanya vurugu. Tunazo klipu za video ambazo wamezungumza kwenye platform mbalimbali za mitandao. Tunao ushahidi ambao tumeukusanya wa watu, primary evidence za eyewitness na wale waliosikia zipo, na tuna huo ushahidi. Mheshimiwa Spika, kuanzia kesho na muagiza IGP Wambura tuanze kuwaita hao watu na kuwahoji, na wale ambao vielelezo na ushahidi wao uko dhahiri tutawafikisha mahakamani. Mheshimiwa Spika, kwa hiyo hatutamfumbia macho mtu wa aina yoyote. Wapo wengine ambao wanafadhili uhalifu. Mheshimiwa Spika, hatuko tayari kurudi tena kwenye mambo ambayo yametweza na kuharibu rasilimali za nchi yetu. Hatuwezi kuruhusu watu wetu waumizwe, hatuwezi kuruhusu biashara zisimame, hatuwezi kuruhusu shughuli za kiuchumi zisimame. Mheshimiwa Spika, katika hili Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu na kuhakikishia Mheshimiwa Spika, kama itatokea kuna mtu ambaye anadhani yeye yuko juu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara ya 30 kwamba atavunja na haki yake ni ya msingi kuliko haki za wengine, huyo Mheshimiwa Spika tutahitaji kumfikisha mbele ya mahakama akajibu mashtaka hayo. Kama kuna mtu Mheshimiwa Spika anadhani hana wajibu ambao umetajwa kwenye ibara ya 27 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wajibu wa kila mwananchi kuilinda nchi yake, kulinda usalama wa wengine, mali za wengine na kulinda taifa lake, mtu yeyote pia asiyetimiza wajibu, kwa sababu kwenye sheria act or omission kwa mtu atakayetenda au atakayeacha kutenda kuzuia tendo la uhalifu, nao pia hao Mheshimiwa Spika, na kuhakikishia tutachukua sheria. Niwakumbushe na kutoa rai Mheshimiwa Spika kwamba tunayo sheria, katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa katiba. Nchi hii ni ya kidemokrasia na inayofuata misingi ya utawala wa sheria, haki za binadamu, na inaheshimu misingi yote ya utawala bora. Kwa sababu tunayo katiba ya Watanzania wote, na kwa sababu tunayo sheria ya kanuni za adhabu inahusika kwa Watanzania wote bila kujali ni tajiri au maskini, bila kujali hali au mahali anapotoka, bila kujali hadhi au heshima, hata kama uwe na nafasi, huna nafasi, unawajibika kufuata na kutii sheria. Kwa hiyo hatutavumilia Mheshimiwa Spika kwa yoyote yule ambaye atavunja sheria za nchi yetu. Mheshimiwa Spika, pia kwa sababu ya taharuki hizi ambazo zimekuwa zikiendelea, nitatumia fursa hii pia Mheshimiwa Spika, kwa sababu tumekuwa tukisikia majibizano ya hapa na pale kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni custodian wa peace, order and tranquility, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama, na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa, Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu na mwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile. Kwa kipindi hiki ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Ni katika kipindi ambacho tunahitaji kufanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania, wafanyabiashara, wawekezaji wanafanya kazi yao kwa amani na utulivu. Nafanya hivi Mheshimiwa Spika kwa sababu katika mazingira haya tutakapokuwa tunawatafuta wahalifu, ni ngumu kuchambua wahalifu kwenye mkusanyiko ya watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri tujue hata kama hali itaendelea kuwa na matishio haya, kwa sababu wapo ambao wametishia Mheshimiwa Spika, na tumewakamata wengine wana madumu ya petroli, tumewakamata wengine wana silaha, tumewakamata wengine wapo ambao wanapanga mikakati ya uhalifu. Sasa tukienda kwa hatua hii, tumeendelea kuzuia hata pale Dar es Salaam, Oysterbay na Masaki, baa ambazo hazijafuata utaratibu tunazizuia kwa kipindi hiki zisifanye kazi kwa kufuata sheria ya mazingira ambayo sisi pia ni custodian wa kusimamia enforcement ya sheria. Maeneo yote katika kipindi cha usiku ambayo yana matishio ya usalama,
uchunguzi ukifanyika na ikaonekana kuna tension za kiusalama, naagiza kupitia jeshi la polisi, IGP Wambura na MRPC wote na kamati za usalama, msisite kuwafungia katika kipindi hiki, kwa sababu tunahitaji amani na utulivu wa nchi yetu. Mheshimiwa Spika, pia katika eneo jingine, kwa waheshimiwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, kwa sababu wanabeba dhamana ya kuwa wakuu wa kamati za ulinzi na usalama, niombe sana, lakini pia niwaagize kupitia nafasi ya amiri jeshi mkuu ambao wao wanafanya kazi chini yake kuhakikisha kuna amani na utulivu kwenye maeneo yake, waanze sasa kutengeneza zile timu, na wanajua namna ya kuratibu. Mengine hatutayasema hapa Mheshimiwa Spika, lakini wanajua uratibu na utaratibu wa siri wa kutafuta wahalifu. Lakini pia nitumie fursa hii, wamiliki wa hoteli zote, Airbnb, guest houses na lodge nchini kuanza kusajili kila anayeingia mle ndani kwa kutumia vitambulisho vya NIDA. Wageni wote wanaoingia kwenye miji wajisajili. Wanapoenda kwenye hoteli yako au lodge tukakuta kuna watu wameingia hawana vitambulisho, hawaeleweki walikotoka, tutachukua hatua dhidi ya mmiliki pamoja na mhudumu. Mheshimiwa Spika, yapo mengine ambayo ni ya ndani sana ya kimedani, siwezi kuyazungumza kwenye hatua hii, lakini kwa sasa itoshe kusema nchi yetu iko salama, tutaendelea kuilinda, amani na utulivu utaendelea kutamalaki katika taifa letu, na hakuna mtu mwingine yoyote kwa mujibu wa sheria tulizonazo atatupangia namna ya kusimamia usalama wa nchi yetu, taifa letu na rasilimali za nchi yetu. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, naomba nikushukuru sana. Sisi tukitoka hapa tunaenda kufanya kazi hii ili kuhakikisha Watanzania wanakuwa salama, mali zao zinakuwa salama, na uwekezaji wa taifa letu unakuwa salama, wawekezaji wanakuwa salama, na vital installation zote, maeneo muhimu ya utoaji huduma za jamii yanakuwa salama. Hakuna hospitali itafungwa, hakuna soko litafungwa, hakuna kibanda chochote cha biashara kitafungwa. Watu watakuwa salama. Mheshimiwa Spika, asante sana Mheshimiwa Spika.